system ya ndani ilikuwa imeshageuzwa na shetani. Na kwa sababu ilikuwa imeshageuzwa, sasa ilikuwa haiwezi tena kufunction kama jinsi ambavyo ilitakiwa kufanya kazi. Tayari ilishaingia hitilafu. Kwa hiyo ndani yangu mimi mwili wangu unakuwa haufunguki. Lakini kama kuna hitilafu ndani ya system yangu ya ndani, ubongo utapeleka taarifa kutoka kwenye nafsi ya mtu kwenye akili, ikimfahamisha mtu huyu kuwa huyu si mke wala mashuhuri wako, lakini waweza kufanya ngono naye. Hii ni dalili kuna hitilafu ndani ya system ya mtu. Kwa ndani macho yanafunguka, yale ya tamaa sasa, ambaye lens ni ya shetani sasa, yanafunguka, alafu utamuona kwa mtazamo tofauti. Mtu uliokuwa unamuona kila siku, unamuona namna tofauti, siku hiyo utamuona tofauti. Utamuona tofauti kabisa, kwa sababu sasa sio wewe tena unamuona. Ile hitilafu ishaingizwa ndani yako, mapepo yameshachukua nafasi yake, unamuona kwa sura nyingine. Kwa hiyo waweza kufanya ngono naye. Dalili hii ni dalili kuna hitilafu ndani ya system ya mtu kwa ndani. Macho yanafunguka, yanamuona kwa mtazamo uliobeba sura ya uovu na kutamani. Ufahamu wake unakuwa umetekwa na adui, naye kuona kuwa ni sawa tu hata nikifanya ngono naye haina shida. Hiki ndio kilichofanyika, ndio kilifanyika kwa Hawa, akaona mti ule wafaa kwa chakula. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. Walipofumbuliwa macho, ni kwamba sura ya upande wa uovu ulionekana kwao kuwa inafaa. Na Biblia inatuambia kwenye Waebrania sura ya 2 mstari wa 3, tutapataje kupona? Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Kwamba wokovu ndio ulikuja kutuondolea sisi ile lens ambayo tunatazamana ama tunatazamana. Ndio maana unasikia mwivi na asiibe tena. Kwa nini wale kwenye maandiko wanasema mwivi na asiibe tena, huyu sio asifanye hivi tena? Asifanye kwa sababu ukishampokea Yesu, lens ile ya kwanza inaondoka, ile ya mwilini inaondoka. Alafu inabakia lens ya rohoni, lens ya ufalme wa Mungu. Na hiyo lens ya ufalme ama kwa ajili ya Mungu inakupa wewe kuona vitu kwa namna tofauti. Hii ndio inayofanya kwamba unafika mahali Yesu alipokuwa anasema toshekeni. Toshekeni alikuwa anamaanisha kwamba ukishaingia ndani ya wokovu kavaa lens yake, tamaa ya mwili katika vitu vya dunia inaondoka. Sasa leo hii tukiangalia tunaona tamaa ya mwili inabakia, na kwa sababu inabakia, ina maana kuna hitilafu ndani. Kuna hitilafu ndani, na hiyo hitilafu ndio hiyo ambayo inatuletea sisi shida. Na tukiishi kwa namna hiyo, narudia tena, mbinguni hatuingii. Mbinguni hatuingii. Tumeona robot wanafanya kazi accuracy, inaccuracy, maana system iliyounganishwa ndani yao imeungwa vizuri na kitaalamu. Lakini pia sisi tumeungwa vizuri na kitaalamu na Mungu. Na Mungu alipotuumba, ile system inafanya kazi vizuri. Hawa system yao inafanya kazi vizuri. Na swali hilo ambalo tumesema tunajiuliza kwamba kwa nini robot wafanye kazi vizuri, nao wametengenezwa na mikono ya wanadamu, lakini wanadamu washindwa kufanya vyema? Nao wametengenezwa na Muumba aliyewaumba na kuwafinyanga kwa mikono yake. Kwa nini? Kwa sababu ukamilifu wetu wakaa ndani yake yeye. Na mimi ili niweze kuwa mkamilifu, kwa sababu siwezi kuwa mkamilifu kama mtu awe mkamilifu ila aweze kutenda kwa ukamilifu. Kwamba kanisa tuache mambo mengi, nikimalizia hapo kwa siku ya leo, tuache mambo mengi alafu tuanze kutafuta ukamilifu wake Kristo, ili tuweze kuishi katika ukamilifu huu. Tuanze kuitafuta hiyo njia na kuona namna gani tunaweza tukafika hapo. Tuone namna gani tunaweza tukafika mahali hapo. Nitatoa hatua moja tu, alafu tutakuja kuendeleza hatua nyingine siku ya Jumanne. Natakiwa nitembee katika huo ukamilifu. Lakini ukamilifu huo nitatembea nao kwa namna gani? Kwa sababu robot anapokuwa na hitilafu ndani yake, anaposhindwa kutekeleza vizuri, inaonyesha ndani yake kwamba nyaya, kwa maana mishipa yake
ina hitilafu, ndipo yeye anatengenezwa na yule ama anarekebishwa na yule muhusika. Lakini mwanadamu ambaye alimfanya robot, yeye akighafilika anatengenezwa na nani kama sio Mungu? Ni Mungu, lakini ni lazima nitake kutengenezwa na yeye. Sasa ziko hatua hapa, nitasema hatua moja tu ya kwanza, ndipo sasa Jumanne tutakuja kuendelea hizo hatua zingine. Jinsi ya kuondoka hapo mahali ambapo sisi tupo sasa, mpaka tunashindwa na hao marobot. Tunaona marobot kwamba ni wa maana sana, wanauzwa pesa nyingi, wanadamu wamepoteza thamani yake. Mimi nashindwa hapo, mimi niliyeokoka. Jinsi ya kuondoka mahali hapo nilikokaa, hata natazama naona kwamba ndivyo, kumbe sivyo. Ni jinsi gani naweza kuondoka mahali hapo? Hatua namba moja. Hatua namba moja inamtaka mtu awe anaelewa Mungu anataka nini. Nielewe Mungu anataka nini. Tabu tulionayo watu tuliookoka, tumeokoka wengi, lakini hatujamuelewa Mungu anataka nini kwetu. Ndio maana tunaweza tukaplay around, tukafool around, tukafanya mizaa na michezo na wokovu. Lakini hii ni hatua ya kwanza. Hii ni hatua ya nini? Sio ya utendaji, ni ya kutia moyo ufahamu. Ni hatua ambayo haitaki kuchukua hatua yoyote ya kiutendaji. Si ungamo, sio toba. Kwanza ni tio ufahamu. Nilishasema na nikafundisha, nikasema tatizo letu sisi tuliookoka ni wepesi wa kuomba toba. Kitu kidogo mtu anajua tu ataenda tatubu alafu itakuwa sawa. Ndio maana hatutoki hapo. Lakini sasa tunataka tuondoke, tunatakiwa tuondoke hapo. Na sisi lazima tutake kuondoka. Na kutaka kuondoka si kwa jinsi ambavyo tulizoea. Kama ni toba si kila siku tunaomba toba, mbona tuondoke sasa? Hiyo toba inaishiaga wapi? Ni kwa sababu hatujajua Mungu anataka nini. Hicho ndio kimefichwa kwetu. Kwa hiyo kile anachokitaka sisi ndio tukikosea kila siku. Na hii ni dalili ya kuonyesha kwamba bado hatujakuwa na ufahamu kuhusu Mungu anachotaka ni nini kwetu. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza kabisa. Na nimeisema leo ili ikakupe nafasi ya kutafakari mwenyewe. Mpaka tukifika Jumanne tutakuja kuingia kwenye hatua nyingine ya pili. Basi utakuwa umeshatembea kwenye hiyo avenue, kwenye hiyo barabara, na ukaweza kuelewa kwamba kumbe mimi nakuwa hivi kwa sababu hii. Kumbe ndio maana nakuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo lazima kwanza nijue Mungu anataka nini, alafu ndipo niingie kufanyia kazi nilichoelewa. Sisi atufanyii kazi kitu chochote kwa sababu kwa kutokuelewa kwangu mimi naiona ile dhambi tu niliyoifanya ndio naiona. Kwa hiyo mimi nakimbia kwenda kumwambia anisamee kwa sababu naona dhambi. Sasa siku gani nikasema tuondoke huko, tuache kutazama dhambi. Kasema dhambi ni level ya chini sana ambayo kanisa tunatakiwa hata kuiwaza. Yaani huo kwanza sio ulimwengu wetu. Kwa hiyo mimi sipashi kuona dhambi. Katika maisha yangu napaswa nione Mungu anataka nini. Nikishaona Mungu anataka nini, dhambi hautaiona kwa macho. Sio ya damu na nyama wala ya rohoni. Hautaiona. Nikasema kwamba watu waliookoka wanatumia jitihada kubwa na nyingi na ngumu kujitengenezea mazingira ya kutokwenda jehanamu. Na ndio tunajaa huko jehanamu. Tuko wengi kani. Tunashuka huko kila siku, kila saa, kila dakika, kila nukta, kila sekunde. Tunashuka huko. Na hata leo wengine, hata saa hii nasema wengine wanashuka. Na hata tukiondoka saa hii kuna wengine tutaenda hapo bila kujielewa. Kwa sababu hatujui Mungu anataka nini. Ndio mtu anaweza akaishi kwenye dhambi akijua kabisa asijali kama anaelewa kwamba hivi mimi kinachofanya ikitokea saa hii mimi nikaondoka, mimi naenda wapi? Mtu ataweza kuelewa hicho anayeelewa Mungu anataka nini. Kama mtu hajaelewa Mungu anataka nini hawezi. Ndio maana tunacheza na dhambi. Nikasema watu tuliookoka tuna struggle kuacha dhambi ili tusiende jehanamu, na tunajaa huko. Lakini hatupashi kufikiria kuacha dhambi. Mimi nilikuwa na struggle na hiyo kule nyuma, lakini niliachaga hiyo. Niligeuka nikataka kujua Mungu anataka nini. Uyajue mapenzi yake Mungu anataka nini. Huwezi kuyaishi mapenzi ya Mungu usiyoyajua. Kuyajua mapenzi ya Mungu si kusoma Biblia.
Tutajifunza, ziko hatua ni nyingi. Tunaanza kutembea kwenye hizo hatua sasa. Mpaka tunazimaliza. Kama kuna mtu atabaki hapo akatafuta kanisa la kweli, labda ataenda kusaidiwa huko. Lakini hizi hatua ni hatua ambazo maana nasema kwamba tunasema sasa hivi ili mtu mwenyewe ukafanya homework. Homework mwenyewe nyumbani. Ni mambo ambayo unaweza kufanya mwenyewe. Lakini uwe umefahamu. Sasa nakupa ufahamu. Jua Mungu anataka nini. Uyajue mapenzi yake ni nini. Wacha kuhesabu dhambi. Hizo dhambi ambazo zihesabu huwezi kuzimaliza. Kuna dhambi usijui, hata wewe usijui. Ndio maana hata zingine tunafanya bila kujua kama ni dhambi. Baadaye unakuja kujua kumbe hivi nilikuwa nakosea. Neno likipita tunasema kumbe hili nilikuwa nakosea. Alafu unaanza kuuliza maswali. Uko hama, anza kutafuta kutaka kuyajua mapenzi yake. Yaani Mungu anataka nini kwangu? Mimi mpaka nimeokoka, Mungu alikuwa anataka nini? Yesu Kristo alikuja huku duniani kutafuta nini? Na kwa nini kwa ajili yangu? Alikuwa na shida gani na mimi? Ndio utajua thamani yake. Mtu hawezi kukuangusha ovyo ovyo kwenye dhambi ya zina. Mtu hawezi kukuangusha kitu cha kuharibika. Hawezi kukuangusha kwenye dhambi ya wizi. Utahama mahali ulikokuwa chini. Utapanda kwenye ranki yake yeye Kristo Yesu. Thamani yake Kristo. Hatukui kwa kutaka sisi kuinuka na kukua ili tufikie mahali fulani, ila ninapotambua Mungu anataka nini, yeye ananiweka kwenye nafasi yake. Na nikishakaa kwenye nafasi yake, yani mahali alipokaa yeye, ndipo nitaanza kuona kwa jinsi yake, nitaanza kutenda kwa jinsi yake, nitaanza kusema kwa jinsi yake, nitatembea kwa jinsi yake, na kila kitu nitakachofanya kitakuwa kimebeba rangi yake, jinsi yake na namna yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiki nakuacha nacho, uende nacho, ukakitafakari mwenyewe, fanya homework yako. Ingia hata kwenye maombi mwenyewe, mwambie Mungu unataka nini kwangu? Wewe umekuja dunia. Mimi si nimewaambia, mimi nakuomba kama mjinga fulani. Mimi siombaji kuomba vile tu. Si wewe Mungu sina na kanga nauliza na sababu wewe ulikuwa na shida gani mpaka kuja kunitafuta? Tena mbaya zaidi huko vichochoroni. Naulizaga. Nakaa kama mtoto. Akaja huko kama mtoto. Ama nyumbani nakaa chini kama mtoto kabisa. Niambie ulikuwa na shida gani na mimi? Mimi nataka nijue sasa wewe ulikuwa unataka nini. Unifundishe mapenzi yako, unifundishe nijue namna gani ya kuweza kwenda. Ndipo pale anaanza kutembea na wewe kama anavyosema kwenye Zaburi 32 mstari wa 8. Nitakufundisha. Nitakuongoza nikikufundisha. Alafu jicho langu litaenda na wewe. Kwa maana zile hatua utakazo kwenda nazo, yeye jicho lake liko hapo linatembea na wewe. Sio ya kufuruku tuondoke huko. Jamani sasa hivi tunaondoka. Sema ninaondoka. Sitakaa tena hapo. Sitatazama tena hivi. Nataka niondoke. Nikakae mahali Kristo Yesu ulipokaa, ukanikalisha mimi ulipofufuka, ili nikatazame kwa macho yako, nikaishi unakoishi, nikaketi kwenye nafasi hiyo kama ulivyokaa wewe, na mimi nikakaa. Katika jina la Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki. Tupe Mungu atuoge na kambi. Baba yangu nakushukuru. Imefika wakati lazima Baba ukatuondoe. Maana nilikuwa ni mapenzi. Ninatamani kuona kila mmoja anavuka. Na iwe hivyo kwa kila nafsi iliyoko katika nyumba yako. Ulisema mwenyewe unataka kutembea na watoto wako. Nasi Baba ndio maana tuko sasa kwa ajili yako Bwana, katika kila hatua unayotaka kutupeleka ili ukatembee na sisi. Asante Mwokozi wangu kwa yale uliyoyakusudia ndio unaokwenda kufanya kazi. Asante kwa kweli mwaminifu katika jina la Yesu. Tuwa ambayo umetutoa maana tulipokuwa hata kutuingiza katika hatua hii. Hii hatua ya kutia mioyo yetu fahamu kwa namna moja kuweza kuelewa kwamba wewe Mungu unataka nini katika maisha yetu. Alafu ndipo tuweze kufanyia kazi kile ambacho Bwana tumekielewa. Ulisema katika neno lako katika Yakobo 1:22 ya kwamba tuwe watendaji kazi wa neno. Lakini tumeshindwa, hatuwezi kuwa watendaji kwa sababu hatujajua unataka nini.
hatujaelewa unataka nini. Imefika wakati sasa Bwana, tunarudi kukaa chini yako, tunarudi kukaa mbele zako, tukiomba Bwana ukatujulishe unachotaka kwetu ni nini, ili tuweze kuishi hivyo. Kile ambacho Baba unakihitaji kwetu, ili tuweze kukupendeza wewe, maisha yetu yaweze kukupendeza wewe, tunajiweka wakfu mikononi mwako. Mapenzi yako Bwana yakaonekane na kujulikana na sisi ambaye ni watoto wako, ili tuweze kuyaishi, ili tuweze kuyatendea kazi. Hata ndipo Bwana uweze kujifunua katika maisha yetu. Tumekuwa ni kama wakimbizi, tumekuwa ni kama tusiokuwa na makao, tumekuwa ni kama wazururaji, kwa sababu hata udhihirisho na uthibitisho ya kwamba hakika wewe Mungu wakaa katikati yetu umekosekana. Wacha siku ya leo ikaanze mwanzo mpya, ikazae ufunuo mpya wa maisha yetu. Katika siku ya leo Ijumaa, mpaka tunapofika siku ya Jumanne, Bwana uwe umefanya kitu katika maisha yetu, katika kuelewa, uwe umefungua fahamu zetu, tukakuelewa kwa jinsi yako wewe na sio kwa jinsi yetu. Tumekuelewa chini ya kiwango, tumekutafakari kwa viwango vyetu vya kufikiri, tumekutafakari na kukufikiria kwa kiwango chetu cha kufikiri kama wanadamu. Lakini sasa Bwana, tunataka tukujue katika kiwango chako. Neno lako ambalo umelileta kwetu, umetuambia ziko mashine zinafanya kazi ni accurate, lakini sisi tunataka kuingia kwenye nafasi yetu sasa, tukakae tukaweze kutenda katika ule utimilifu ambaye Bwana ulituumba nao. Na ndio maana ulimtuma mwanao Yesu Kristo aje duniani, aje akaturejeshe tena kwenye nafasi hii. Tumekubali kukaa katika nafasi hii, ili bado ukapate kuonekana ukitenda yale mambo makubwa na ya ajabu yasiyoelezeka kwa ajili kama kupitia sisi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, na ni kwa utukufu wako Baba tunajitiisha chini ya mkono wako ulio hodari. Katika mwanzo Bwana ukatufunue kwetu, tufunue kwa kila nafsi iliyoko mahali hapa, katika nyumba zetu, katika mawazo yetu, katika fikra zetu, katika mioyo yetu, katika hisia zetu, katika nia za mioyo yetu, na hata katika miili yetu, katika ufahamu wetu, katika kuona na kutazama kwetu, katika kusikia kwetu, hata katika kugusa kwetu, na hata katika kukanyaga kwetu, katika kila hatua ya utendaji katika miili yetu, nafsi zetu, na hata katika roho. Bwana ukajifunue sisi tukapate kukuelewa unataka nini kwetu, tukuelewe unataka nini kwetu, ili ndipo tuweze kuingia kwenye hatua ya kutendea kazi. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Katika jina la Kristo Yesu tumekushukuru kwa ajili ya haya, ikiwa ni hatua ya kwanza. Tunaomba kaachilia malaika zako sasa, wale ambao ni watendaji, wanaorekebisha, wanaotengeneza, wanaotufinyanga, wakafanya kazi hiyo tena kupitia Roho wako Mtakatifu. Bwana ukatufinyange kwa upya na kututengeneza. Wewe ni mfinyanzi wetu, sisi ni chombo. Haijalishi tumekosea kwa kiwango gani, haijalishi tuliharibu kwa kiwango gani, ili mradi neema yako bado inaishi, ili mradi wewe bado ni Bwana kwetu, ili mradi umetuletea neno hili, ni kwamba unatupenda na Bwana uko kazini kwa ajili yetu. Sisi tumekubali kukaa kama towe, ili Bwana ukatufinyange, tutengeneze nafsi zetu zikafae mbele zako, mahali popote tutakapotembea na kuishi, tukakuakisi wewe ambaye ni Bwana wetu. Tunakushukuru kwa kuwa ni mwaminifu. Katika jina la Kristo Yesu tumeomba na kuamini, na wote tuseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwasomee hili la kwanza, unapoenda kuliangalia kwa upana. Nimesema tu kumwelewa Mungu. Mtu anaelewa Mungu anataka nini, yaani anataka kumwelewa Mungu anataka nini, alafu ndipo unaweza kuweza kuingia kwenye kufanyia kazi kile ulichokielewa. Ila kwa sasa hivi mpaka hiyo tunaosema Jumanne, wewe usifanye chochote, maana huu muda unatosha kabisa Bwana kuweza kufanya kusema. Usikimbizane kwenda kuomba kama tulivyozoea. Hebu sasa jifunze system nyingine, ili uweze kuona kwamba tunawezaje kutoka hapo mahali. Nenda mbele zake, jikabidhi kwake kama ambaye ni mkosaji, kama ambaye hujui. Wacha kwenda mbele zake kila siku unasema nilishafundisha kuhusu hicho. Unasema wewe kwamba unajua unachosema. Nenda kama hujui chochote, kwa sababu hatujui, ndio maana kila siku tunaanguka, ndio maana kila siku tunaharibu. Kwa hiyo unaenda kutaka yeye sasa akufunue kwake, akujulishe wewe ni nani na ukoje kwake, na anataka nini ambacho wewe umeshindwa, ili ndio uweze kugundua, ndipo kuingia kwenye hatua sasa. Hiyo itakuwa ni hatua nyingine ambayo tutakuja kuifanya
wakati mwingine, lakini sasa hatua ni hiyo tu. Hapo ndipo unaweza kusema mtu huyu sasa ameelewa kwamba nimefika kwenye hatua hiyo, naingia kufanyia kazi. Nikasema ile Yakobo 1:22, ukishafanyia kazi ndipo matunda huanza kujitokeza. Na mimi nimekwambia usifanyie kazi, nakupa matokeo yatakayokuja kutokea. Hapo ndipo unaweza kusema mtu huyu sasa ameelewa. Lakini kuelewa kuwa hili ni kosa haina maana kuwa mtu huyu ndio ameshavuka hiyo dhambi. No. Ndio maana nikasema kwamba usiende kuomba, kwa sababu hapo ndipo tunapokwamana. Kwamba unapoeleweshwa atasema Mungu atajifunua kwa wale watakaokuwa wamefanya kwa makini. Atasema usiingie kwenda kuomba rehema, maana bado ana mengi ya kusema. Mpe nafasi yake, kwa sababu kuingia kwenda kuomba toba haina maana umeelewa ile dhambi. Bado kuna hatua. So utampa nafasi ya kutosha aweze kusema. Kwa hiyo kuelewa kwa sababu tukishaona tu kwamba nimezidi, unaenda kuingia kwenye toba, alafu unajikuta kwamba unarudi pale pale kwa sababu hujaelewa hiyo dhambi. Bwana atakuonyesha madhara yake. Kuelewa manake ni kuyajua mapana na marefu na kina. Madhara katika mapana yake, marefu yake na kina chake. Ukiweza sasa kufikia hiyo hatua, akakuonyesha ama akasema na wewe madhara katika ukubwa wake. Sasa hivi madhara yanajulikana tu kwamba naweza kwenda jehanamu. Jehanamu hujaonyeshwa bado, uijui jehanamu. Ndio maana hatuachi. Siku utaijua jehanamu, wachana na jehanamu, siku utaijua kuzimu. Hakuna mtu atakwambia acha dhambi. Sasa ndio jipeleke kwake, afunue madhara ambayo sisi tunaishi nayo kila itwapo leo bila kujua kwamba tunaishi kwenye madhara gani. Kwamba sasa hivi mimi nikitoka hapa naweza nisifike nyumbani, lakini hali yangu ngoje. Sasa kwenye zile toba tunazocheza nazo nitashuka kuzimu. Ndio maana nasema usifanye haraka. Wewe hii nafasi yako ya kuungama, kusema na wewe ungama, mwambie Bwana Yesu mimi ni mjinga, mwambie sema utakavyoweza kusema kwake, lakini ukionyesha kwamba bado unahitaji kujua zaidi mpaka ufike mahali pa kujua madhara katika mapana haya. Kwa sababu tunataka tuondoke, na hatuwezi kuondoka kama kila siku tutakuwa tunaenda vile vile. Lazima tuondoke hapo mahali, na ili uweze kuondoka lazima uelewe Mungu alikuwa anamaanisha nini alipokutafuta. Sisi tumesema tunataka tujue Mungu anataka nini kwetu. Alimtolea Yesu Kristo alikuwa anatafuta nini kwangu. Sasa atasema, atakuonyesha, atanionyesha, nitaijua thamani yangu na nitaona kazi ambayo ilifanyika na Yesu Kristo. Sistahili mimi kumuumiza kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo utaacha dhambi si kwa sababu unaogopa kwenda jehanamu, ambayo utaogopa leo, kesho utaanguka kwenye dhambi. Utaacha dhambi kwa sababu umeielewa ile thamani yako kwake yeye, na umempenda yeye aliyekuja kukurudisha kwenye thamani yako. Kwa hiyo ule upendo wako kwake ndio utakufanya usirudie hiyo dhambi tena. Ndio mtu anaelewa nasema nini? Tena utasikia kichefuchefu. Na sio wewe utataka. Wewe utaonyesha nia, kazi ataifanya yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kazi ni yake. Maana nasema kwamba ondoka kwenye kelele nyingi, usiende kumpigia makelele. Ushampigia makelele za kutosha. Kakae msikilize yeye, akuchambue ulivyo. Mimi alinichambua, akuchambua ulivyo. Alafu ndio ujione uchi ulivyo mbele yake. Itafuta nguo ya kujifunika. Kina nani Adamu waliona wamejifunika na majani. Lakini alipojitokeza yeye mwenyewe waliona kumbe wako uchi. Kwa sababu gani? Bwana aliwafunua katika ule utukufu na ule uwepo wake. Wakaona kumbe hatuwezi. Ndio Bwana akaenda kuwatengenezea mavazi. Kwa sisi tunataka Bwana akatutengenezee mavazi yake mwenyewe ili katika hayo tuende kutembea nao. Wokovu ambao umebeba real kingdom salvation. Yaani wokovu ulio halisi wa ufalme wa Mungu. Sio huu ambao tunatembea nao matambara. Kwa hiyo lakini kuelewa kuwa hili ni kosa haina maana kuwa mtu huyu ndio ameshavuka. Hiyo bado. Hapana. Mimi kuelewa kuwa hii ni dhambi haina maana kuwa nimeiacha hiyo dhambi. Hiyo ndio hatua nataka uitie moyo ufahamu. Kwa maana nikasema lazima nieleze hii. Anapokufunulia haina maana ndio umeiacha dhambi sahihi. Hiyo dhambi bado inaishi. Yeye kuonyesha tu. Ziko hatua zitafuata mpaka hiyo dhambi iweze kutolewa. Kwa hiyo wewe unatakiwa ni kujidhili kwako.
Hii ni hatua moja nzuri sana ambayo kanisa imeshindwa kwenda nayo mbele za Mungu. Kwa hiyo tumekuwa sisi kama vile ndio tumekuwa mabwana, alafu yeye tukamfanya kama ni mtoto. Kwa hiyo haina maana mimi nimeacha hiyo dhana. Ni kuwa yani maana ni kwamba mimi nimeijua tu hiyo dhana kwamba ni dhana. Basi nimejua kwamba hichi kilichofunuliwa kwangu kuwa ni dhana. Hiyo ni hatua, alafu ndio hatua nyingine itakapokuja mpaka tutafika huko kwa kumwambia atuondolee dhana. Mungu awabariki.